jana tumeshuhudia michomo baadhi yake pia akifanya. Ni goalkeeper bora. Ni goalkeeper timu ya taifa ya Niger. Kuja Simba kuja kwa bahati mbaya. Amekuja kwa uwezo mkubwa, wana Simba tunamwamini na tunaendelea kumpa support. Tunashukuru sana. Hii kauli ya Ahmed Ally anasema kwamba marefu wa kibongo kwa dakika zile wasingeweka penalty. Vipi kwa upande wako? Na mimi nimezungumza ni kweli. Ni kweli. Kwa hiyo tumpongeze sana mwamuzi, amekwenda kutafsiri sheria. Inapokosewa sheria hata kama sekunde moja mpira unakwenda kusha, lakini nenda kasimame kwenye sheria. Kwa hiyo ni mwamuzi amesimama vizuri, amekwenda kutafsiri sheria. Mimi naamini msemo wa Ahmed Ally ni msemo sahihi na msemo wa kweli. Nimeona na ndio maana mwamuzi ametoa kadi. Kwa maana hiyo alistahili. Mwenye dhamana amekwenda kutoa kadi, kwa hiyo alistahili kutoa kadi. Nimeona ameposti leo Ally Shabani kama asubuhi ya leo, hata lisali moja alijapita. Anasema sasa wanarejea kwenye michuano ambayo inatambulika na FIFA, sio hii ambayo nyewe mmepata. Katika mwanadamu kauli ya mwisho ukisikia kweli basi asalamu alaykum wa alaykum salaam. Ally kama hana kauli ya kweli kuambia Watanzania. Yeye aliwaambia anakwenda Zanzibar kwenda kwenye mashindano makubwa. Sio yeye. Leo anasemaje? Ukikutana naye mwambie Kisugu anasema wewe katika kauli ya ukweli ambayo Watanzania wanahitaji kukuamini. Ni salamu tu. Akisema asalamu alaykum, mwitikeni wa alaykum salaam, mengine acheni naye. Ally kama akituambia sasa hivi ni asubuhi inabidi tutoke nje kwanza. Lazima muangalie kwa sababu eleweke. Ni kombe kubwa. Na hii kauli inainukuu kutoka kwa mdogo wangu kipenzi Ally Shabani Kamwe. Kabla ya mechi aliwaambia ninyi waandishi wa habari. Alisema muungano kombe kubwa tunakwenda kuchukua. Bahati mbaya nimekwenda kuchukua mimi. Na moja ya sababu walosababisha kuchukua ni Ally Kamwe, amenipa nauli na ameniambia nenda Zanzibar kuhakikisha kwamba timu yetu inapata nini? Matokeo. Kwa hiyo tumepata matokeo, tumerudi na furaha. Kisugu, mchezo wa pili unafuata tarehe 3. Pengine tuweze kusema kwamba ni wakati wenu sasa kama wana Simba. Mtaalamu wa kula samaki ni mtaalamu. Na samaki akiliwa basi jue tayari ameshakufa. Tayari samaki kaliwa Zanzibar na kuja kuliwa bara. Waandishi msio na wasiwasi. Tunakwenda kuwagonga tena. Yanga mtafunga tena. Samaki lazima umle upande mmoja na upande wa pili. Ukimla mbele lazima umle na nyuma. Ukimla upande wa kulia lazima umle na upande wa kushoto. Tumeshamtafuna Zanzibar. Tunakuja kumalizia bara, waandishi msio na wasiwasi. Story mtapata. Yeye ni maneno tu. Sisi tuna kamanda Steven Becker. Ni mechi ya pili kwa jina wako. Anawagaragaza. Mechi ya kwanza amewaokoa baba yao kufikia, si ndio? Umeona mkona. Baba yao kufikia kaokoa mechi ya kwanza. Mwamuzi na mimi ndio nilisema kiumbe wa kwanza kuambia kama tunakwenda Zanzibar kucheza finali hatumhitaji Msomali. Nimeona mwamba kutoka Kenya yule. Muamuzi gani anaweza dakika 118 mechi ya dabi anatoa penalty kwa muamuzi wetu wa Kitanzania? Lakini ni muamuzi ambaye anasimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Leo nendeni mkamwambie Zungu. Unamjua yule? Simba wanalia kwa sababu ya nini? Refa. Yanga wanalia kwa sababu ya refa. Tumetoka Zanzibar wote atuli tunasema refa safi. Yanga wanasema refa safi, Simba wanasema refa safi. Mwambieni Zungu tunasubiri kibao chake. Hapa kuna namna waamuzi wa nyumbani wanabidi wajifunze kwenye. Yes, hakuna mwanadamu anayekamilika. Mimi naamini waamuzi wetu wana ubora. Kuna muda mwingine tu kama binadamu wanateleza, kimsingi wanatakiwa jirekebishe kuona namna ambavyo yale makosa ya kibinadamu wanafanyaje yanapungua, ili kuona namna ambavyo wanakwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Sisi tunaamini watu wa Simba. Ikatokea muamuzi kutafsiri sahihi sheria 17, mpaka Mungu anachukua dunia yake, Yanga hawezi kutufunga. Ikitokea muamuzi akatafsiri sheria 17 sahihi, mpaka Mungu anaichukua dunia, Dar es Salaam Africans hawezi kutufunga. Mikoa Kisugu, tumeona kwenye michezo miwili ambayo umecheza na Young Africans, ubora kwenu umekuwa ni mkubwa. Hii inamaanisha kwamba mna kikosi bora zaidi na usajili wenu umelipa zaidi kuliko timu nyingine. Ubora wa familia unaanzia kwa baba. Ubora wa Simba unaanzia kwenye management ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi Clatous Magori. Ubora wa Simba unakwenda kwa technical bench chini ya Steven Becker, mwalimu ambaye mwenye plani kubwa. Lakini mwisho wa siku ubora wa Simba unapatikana kwa mashabiki wao. Mmeona namna ambavyo watu walivyojitoa kwenda Zanzibar kuisupport timu. Mmeona Wazanzibari walivyojitoa kuisupport timu. Na ndio maana wazee wetu nawapongeza sana. Waliotangulia Mwenyezi Mungu aweke peponi. Waliposema Simba nguvu moja imekwenda kufana Zanzibar, tumepata matokeo. Bila mafanikio huwa kumbe mnaweza kushinda. Yes, ndio tunaamini iko. Na mimi ndio kwanza mwanadamu wa kwanza nilisema hatumtaki Msomali. Tuwapongeze sana kamati iliyosimamia mashindano mapinduzi ya muungano Zanzibar. Mimi ndio kiumbe nilisema, na shida hatuna shida na Msomali. Shida kwenda kutafsiri sheria 17. Nani amelalamika?
Nani amelalamika? Dakika 120 kuna Yanga amelalamikia mwamuzi? Wapo. Nani wanalalamika sasa hivi? Hakufika Zanzibar wakalamika Mbande na TV yake ilikuwa inachenga. Huyo alikuwa Mbande na TV yake ilikuwa inachenga, mvua haionyeshi ndo analalamika, lakini unaona sasa hii simu za Mfamau zimerudi. Simu za Mfamau, moja katika viumbe wanafiki ni huyo. Alijua Yanga hawana uwezo wa kupata matokeo. Wewe Mfamau akaidi simu. Uwezo wako upata wapi? Kajua kabisa simu zake haziwezi kufanyaje? Haziwezi kwenda. Nikao unazungumzia kuhusu na marefari na mchezo wa dabi ambao unafuata Mei 3. Inasemekana kwamba waamuzi kutoka Morocco ndio atachezesha huo mchezo, sio kutoka Tanzania. Yako mengi nataka kuzungumza kwa mwamuzi ambaye alipewa dhamana kuisimamia mechi yetu kesho kutwa kwenye meji ya Samuyo. Ni mwamuzi kutoka Morocco, lakini katika waamuzi wa Morocco aminiki ni yeye. Lakini katika waamuzi na nazo za ndani nitakuiteni waandishi, nitafanya press kesho kutwa kabla ya mechi kwenda kumzungumzia. Si kwa sababu ametoka nje tu ya nchi tumpe support. Sisi tunafuata historia ya huyu anayekuja, ana haki na hadhi ya kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Kwa hiyo kubwa mimi naamini kwamba tutakuja kulizungumza hilo. Tumerejea Dar es Salaam, tunaendelea kujipanga kwa kitu anafanya vizuri katika uwanja wa Meja ya Samuyo. Anicet Aura jana tulimshuhudia amepata majeraha na akaingia mchezaji Selemani Mwalimu. Unadhani kutoka kwake kuna namna kidogo Simba mlitetereka kidogo? Simba na wachezaji 28 ametoka mmoja, wengine dhidi ya mtani wako, maana yake kubwa ni nini kweli kama mashabiki? Maana kubwa kuona namna ambavyo bado tunahitajika kwenda kuisupport timu ili malengo ya timu kwenda kutimia. Sababu kubwa kuona namna ambavyo malengo ya timu yanakwenda kutimia. Lakini kila mwana Simba akae kijua, tunasema mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Tumemaliza mashindano ya Muungano, sisi kama mashabiki wa Simba leo ndio kwa siku ya mwisho kufikiria target yetu, akili yetu tutamishia kwenye ligi ya NBC ili kuhakikisha malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Wanasema hamwezi kuwafunga mara mbili. Yes, unaweza wakazungumza maneno, wameyazungumza kuliko haya. Na walisema tunakwenda Zanzibar kwa Guantanamo, wao walisema tunakwenda Zanzibar, ni kitu ambacho hakiwezekani. Imewezekana. Mechi ya pili ya Zanzibar wameshindwa kupata matokeo zidi yetu. Mechi ya kwanza baba yao kufikia amewaokoa mwamuzi. Mechi ya pili nafikiri umeona mwamuzi ambaye anatafsiri sheria vizuri 17 za mpira miguu, tunakwenda tunapata matokeo. Pengine Selemani Mwalimu amekuwa ndiye mtetezi kwenu kwa siku ya jana. Mechi ya kwanza ilikuwa hivyo. Wachezaji wote wa Simba wamefanya kazi nzuri. Maana yake Selemani Mwalimu mpaka anakwenda kutufungia goli, mpira ulianza kwa goalkeeper. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tunawapongeza wachezaji wote wa Simba, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia Selemani Mwalimu pekee. Tukizungumzia Selemani Mwalimu mtatuuliza habari za Clatous Chota Chama. Je, ni kweli ni mzee au la Simon? Tutashindwa kujibu hayo. Kwa hiyo mkituuliza mchezaji mmoja mmoja wa Simba, tutakuwa tuna majibu kwa sababu sisi tunajua kila mchezaji ana uwezo mkubwa. Jana mmeona Dickson Kibabage mzee akijitutumua, amepata injury, amekwenda nje, ameingia mlingo, amekwenda amefit. Uwezo ukasema kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Dickson Kibabage kwa sababu kila mchezaji anatimiza majukumu yake ambayo ametumwa na mwalimu Steven Becker. Haikuwa rahisi kuifunga Young Africans kama kila mmoja ambavyo alipokuwa. Yes, ni mechi ngumu. Yanga sio timu ya kubeza. Ni ile pale tunapokwenda kucheza ile nini? Ni dabi. Kwa hiyo haikuwa rahisi, lakini mwisho wa siku tumefanikiwa. Kwa hiyo yote tunamshukuru Mungu katika. Kombe la Muungano linaweza kuwa turning point na kwenda kushinda vikombe vingi. Historia ni kombe kubwa la Muungano. Hapo mwanzo ili ukitaka kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika lazima ushiriki mashindano ya Muungano. Mashindano yalikufa mwaka 2002 2003 baada ya Dar es Salaam Africans kufungwa goli moja na Jamhuri katika uwanja wa Uhuru, wakakataa kwenda kucheza katika uwanja nini Gombani Pemba pale. Ni mashindano yakapelekwa mahakamani yakafa, lakini ndio mashindano ambayo alikuwa anatoa bingwa ambaye anawakilisha nini nchi.